Bwana, siku ya leo Harmonize ameanza na challenge ya ngoma yake ya Furaha. Sasa watu wengi wamekuwa wakijiuliza imekuwaje, mbona mwamba amekuwa ghafla? Yaani kuna namna kama vile ameamua kuwasilisha ujumbe wake. Na katika ukurasa wake wa Instagram, kile ambacho kimewafanya watu wengi wakaanza kujiuliza imekuwaje mwamba ameanza kuwasilisha yale ambayo alikuwa yako moyoni mwake, basi ameandika kwamba kale ka distance. Baada ya hapo Mario aliweza kushuka na kuweka emoji ya crown pamoja na moto, na baada ya muda mfupi pia akaja sasa Auntie Ezekiel. Auntie Ezekiel amesema kwamba kwenye kaeka zako sasa, akaweka emoji za kucheka na mikono juu. Sasa Harmonize akaja akacomment, Auntie Ezekiel, ndugu yangu, big sister, hii 6 hapa ni nataka kumaanisha kwamba sister, mnanielewa vizuri, na akaweka na emoji ya mtu akiwa anataka kulia. Sasa hapa kuna definition ambayo Harmonize amejaribu kuielezea kwamba kuna nini ambacho watu wanakijua kuhusiana naye, kwa sababu kuna kitu ambacho amejaribu kukiwasilisha kupitia muziki wake, kwa sababu umbali ndio changamoto ya kwake yeye pamoja na yule ambaye anampenda. Sam cha upole naye pia ameweka pale comment yake, lakini pia watu wanajaribu kusema ukifukuzia jambo unakuwa kama vile Sharuku Kani. Sasa hapa hivi kuna jambo ambalo watu wengi wameshaligundua kwamba Harmonize eka zote hizi hapa ambazo anazifanya zinasababishwa na kile ambacho anakitafuta mpaka kwa hivi sasa. Anatafuta ule ukaribu wa kwake yeye na Kajala. Sasa huyu anamuita Fizo Online TV anasema kwamba Kajala tunakuhitaji village, atamaanisha kwamba tunamhitaji Konde Village ili aweze kufika pale na kuweka mawili matatu magari chapchapu. Kaka, tumeshusha mzigo mwingine wa Marenji, tuandike Kajala ngapi? Kuna namna kama vile watu wanaamini kwamba this time around lazima Kajala arudi, na gari ndo kwanza ameanza kuliandika Kajala 3, na ngoja tuone nini ambacho kitafuata. Wengi wanaamini kwamba this time around lazima Kajala arudi. Huyu mwingine anamuita kwamba Richie Kim Fire TZ anasema kwa big up bro, utafika mbali jamani. Huyu anasema kwamba Mzee Swai TZ anasema Konde Gang, emoji za moto. Nilikuwa nahitaji kuona comment zile ambazo zilikopo zinahusisha hili jambo zima ambalo Harmonize amelitarget mzee kwa kujitilia huruma, kwa sababu ukijaribu kuangalia katika video hii Harmonize anatia huruma kabisa, na ndio maana Auntie Ezekiel akasema kwamba kwenye kaeka zako sasa, yani unaanza kutia mpaka huruma. Kuna namna vile watu wamegundua jambo hili this time around, uso kwake Harmonize watu wameusanukia. Wanasema pia chaliwa nyasi, nataka kumaanisha kwamba mambo mengine kabisa hayo sipaswi kuyaongelea hapa, watu wasicheze na furaha jamani. Kwa hiyo furaha yake ndio anayoikimbilia this time around, na ka distance ndio imesemekana kwamba ni tatizo. Yanazungumzika tu, huyu anamuita Yo Platinum. Yanazungumzika ni kipi kinachozungumzika? Ni mahusiano yake yeye pamoja na Kajala Mwasanja, kile ambacho kwa siku za nyuma ilikuwa ni changamoto kubwa sana katika uhusiano wake. Watu wengi wakaona kabisa kwamba wawili hao hawawezi kudumu tena, na wawili hao mambo yao yameishia pale pale baada ya vurugu nyingi sana kutokea katika kipindi hichi. Kibaya zaidi ambacho watu wengi wanakiona kwa sasa ni baadhi ya watu wanasema kwamba kile ambacho kinamfanya Kajala ashindwe kuwa na msimamo halisi ni umasikini, ndio unamfanya azidi kuwa na kile kimweo. Umasikini ndio unamfanya arudi kwa hamu na kuondoka. Sasa sijui itakuwaje. Sasa mpaka kwa hivi sasa watu wamegundua kwamba mpango mzima this time around ni kuhakikisha kwamba mtoto anarudi nyumbani. Ila watu wengine ambao walikuwa hawajaelewa wanasema kwamba hivi goma linapigwa promo kwa miezi 4 hivi sasa ni moto. Kwa hiyo watu pia wanajaribu kuandika kwamba inawezekana hii ni promo ya nyimbo au ni swala zima la kwake Kajala kurudi katika lebo ya kurudi katika Konde Gang Village, kwa sababu siku 2-3 zilizopita aliongelea pia swala lake la muonekano, akaongelea pia swala kwamba anakula sana barabarani, hajapata mtu wa kumpikia nyumbani. Hata yule chef wake naye amesharukiwa na mabodyguard wameruka naye. Pia mmoja anasema kwamba brother shikamo, naomba nisaidie hata 100,000, kuna ngoma nataka nifanye ila sina hela ya studio please, naomba msaada wako. Sasa ngoja niangalie nini ambacho watu wamejibu. Mwingine nili expect kitu cha namna hii kabisa, anasema kwamba kafanye kazi kaka, acha kuombaomba, acha uvivu, watu waende kufanya kazi.
jinsi kama ya Harmonize zipo dukani kwetu, pia watu wanatumia fursa hii kutangaza biashara zao. Lakini pia kikubwa zaidi ni kile ambacho watu wamekihisi kwamba Kajala this time kwenye sherehe hii hapa ya mtoto wake Mario lazima arudi katika mikono salama ya kwake Harmonize. Je, wewe una lipi la kuliongelea? Kwa sababu Harmonize kwa muda mrefu kidogo amekuwa katika mahusiano na mwanamke huyu, na muda mwingi amekuwa akionekana kwamba ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa anapokuwa naye karibu, mpaka madeals mbalimbali zilianza kufumuka na nyingine zikaanza kupotea baada ya kuachana kwao, na yale mambo ya Zimata ndio yaliyosababisha yote haya, kwa sababu kile kipindi ambacho aliongelea masuala ya Paula alivovujisha zile video ndio ilikuwa changamoto kubwa sana, na baada ya hapo Vanny Boy ndio alikuwa mmoja kati ya mtu ambaye alihusishwa na jambo lile. Wewe una lipi la kusema wakirudiana wawili hawa? Je, unaona kwamba kuna future inayojengeka hapa au ndio vile vile wataachana tena na vurugu zitafuata kama kawaida? Mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Dondosha comment yako hapo chini utuambie nini ambacho unakiwaza kwa mtazamo wako. Bye bye for now.